Bwana Yesu asifiwe sana, watazamaji wa NYTV. Ni matumaini yangu kwamba unabarikiwa na masomo ambayo tunajifunza kila siku ya Jumanne. Na kukaribisha uendelee kufuatilia na kufuatilia mfululizo wa masomo ya malezi mbalimbali ya watoto ambao tunayaona kila siku ya Jumanne. Leo tunaendelea na kipindi chetu ambacho tutaanza kuona aina ya malezi. Pale tulipoishia tunaona aina ya malezi. Tuliona siku ya kwanza siku iliyopita tuliona aina ya malezi ya ukali na amri. Tukaona matokeo yake ambayo yanatokea kwa watoto ambao wamelelewa kwenye familia ambazo ni amri na malezi, amri na ukali na amri. Lakini pia leo tunaenda kuona aina nyingine ya malezi ya pili. Hii inaitwa malezi ya uwiano. Malezi ya uwiano, yani mamlaka, mipaka na mwitikio na upendo. Kwa hiyo ni aina nyingine ya malezi ya uwiano, ambao humo ndani ya uwiano hii aina ya malezi kuna mamlaka humo ndani, lakini kuna mipaka, lakini pia kuna mwitikio na upendo. Hiyo ni aina nyingine ya malezi. Na tunaona haya malezi unakuta kuna mwitikio wa mzazi au mlezi kwa mtoto. Mwitikio wa mzazi au mlezi kwa mtoto. Lakini pia vinajumlishwa na matakwa ya mzazi kwa mtoto. Kwa kuna mwitikio, yani mzazi namna anavyoitikia au mzazi au mlezi anavyoitikia kwa mtoto. Lakini tunaona pia matakwa ya mzazi kwa nani? Kwa mtoto. Namna ambavyo mzazi anataka mtoto awe, lakini pia kama mzazi namna gani anavyoitikia au mzazi au mlezi anavyoitikia kwa mtoto. Kwa hiyo ni aina ya malezi ya uwiano, yani iko sambamba kati ya wazazi na watoto, vinaenda pamoja. Humo ndani kuna mamlaka na mipaka na mwitikio na upendo vinakuwepo ndani yake. Tunaona kuona hii ni aina ngumu, lakini ndio bora. Inaonekana kama ni aina ngumu fulani ya malezi, lakini ni bora kwa sababu humo ndani kuna mamlaka, kuna mipaka, lakini pia kuna mwitikio wa upendo. Ndio maana tunasema pia kwamba inaweza kuonekana kama ni ngumu, lakini pia ni njia na ndio aina bora ya malezi. Tunaanza kuona namna aina malezi ya namna hii inavyokuwa. Tunaona kwamba sheria zinajulikana kwa kila mtoto, kwa kila mtu nyumbani. Hii aina malezi ya uwiano. Tunaona kwamba sheria zinajulikana kwa kila mtu nyumbani. Yani sheria zinakuwa wazi. Watoto wanajua sheria za nyumbani. Zinajulikana kwa kila mtu. Lakini pia tunaona kwamba maadili yanajulikana kwa kila mmoja tangu utoto. Yani wazazi hawa wanakuwa wameweka sera nzuri ya familia yao. Baba na mama wamekaa, wameamua kuweka, kuna mamlaka humo ndani, kuna mipaka, lakini wanakuwa na mwitikio wa upendo kati ya baba na mama. Wanakuwa wameamua kwamba wao, kama tulivyosema hivi, malezi ni kujitoa, ni kuamua na kufanya maamuzi na kujitoa. Tunaona kwamba haya malezi ya aina hii humo ndani unakuta wazazi wa design hii wanakuwa ni wazazi ambao wamedhamiria, yani wanafanya kwa kuelewa kabisa. Humo ndani kuna mamlaka, mipaka na mwitikio na upendo. Ndio maana tunasema inaweza inaonekana kama ni ngumu, lakini ni bora kwa sababu inaonekana aina malezi hii inakuwa imedhamiliwa. Kwa hiyo unakuta maadili yanajulikana kwa kila mmoja tangu utoto. Kwa hiyo wazazi wanakaa, wanajenga sera yao, wanakubaliana kwamba sisi watoto wetu tutawalea katika misingi 1, 2, 3. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa tayari anakuta kuna taratibu. Yani mtoto toka akiwa mdogo anajua kabisa kwamba mimi siruhusiwi kwenda sehemu fulani bila kuaga.
Yaani toka akiwa mdogo, yaani siku ya kwanza anapoanza tu kujitambua, akifanya hilo kosa anapata adhabu au anaelekezwa. Kwa hiyo anajua kabisa sheria yetu ya hapa nyumbani, hauruhusiwi kwenda mahali popote bila kuaga. Aga, ukikataliwa ni sawa, ukiruhusiwa ni sawa, lakini kutoa taarifa ni muhimu. Kwa hiyo ni aina familia hiyo unakuta wana mtoto tangu mdogo anakuwa anajua sheria na utaratibu, au anaweza kanajua hivi familia yetu lazima kwenda ibadani. Yaani swala la ibada ni muhimu. Kwa hiyo mtoto toka mdogo anajua swala la ibada ni muhimu, kumwabudu Mungu ni muhimu. Kwa hiyo popote atakapokuwa, wazazi wake wawepo au wasiwepo, anajua hili ni swala muhimu, kwa sababu ameanza tangu utoto wake, yanajulikana maadili, yanajulikana tangu akiwa mtoto. Alafu pia tunaona kwamba mzazi anategemea mtoto afanye vizuri kwa kiwango cha juu. Anakuwa anatarajia mtoto wake afanye vizuri kwa kiwango cha juu na yuko tayari kumsaidia. Ni tofauti na ile aina ya malezi ya kwanza ambayo tunaona yenyewe kule, hayo mambo ya kumsaidia mtoto ni amri tu, kusikiliza, hamna wewe kuongea wala kuulizwa swali lolote. Lakini hata kama unataka afanye jambo fulani, wewe unataka tu kuona vitu viko positive, vikiwa negative hukubaliane navyo na huna support yoyote. Kwa hiyo sasa, lakini hii aina ya malezi iko tofauti. Unaweza kuwa na matarajio fulani juu ya mtoto wako na unamsupport, unamtia moyo katika lile tarajio ambalo wewe unatamani kuwa nayo, unakuwa pamoja naye, unashirikiana naye mpaka pale makusudi yale unayotaka yatimie yanatimia kwenye maisha yake. Kwa hiyo uko tayari kumsaidia. Hutunza uhusiano mzuri kati ya mzazi na mtoto. Kwa unakuwa unatunza mahusiano yako mazuri na mtoto. Kama unataka mtoto awe na tabia fulani njema, unaweka ushirikiano naye. Kama unataka mtoto afanye vizuri kwenye jambo fulani, unaweka ushirikiano naye na unamsaidia. Na pia huweka mipaka na miongozo na mzazi hueleza sababu ya kanuni mbalimbali za familia. Kwa hiyo aina ya malezi hii kuna mipaka, kuna miongozo wa mzazi unaoelezea sababu ya kanuni mbalimbali za familia. Kwa unakuta kuna mpangilio, kuna utaratibu mzuri, kuna mipaka ipo katika familia, kuna mamlaka, watoto wanakuwa wanajua miongozo wa wazazi wao. Kwa unakuta mtoto anamfahamu babake vizuri, anamuelewa. Anajua baba mpaka amenichapa mimi nimefanya nini, kweli nimekosea. Na watoto pia wazazi pia wanawaelewa watoto wao. Kwa hiyo kunafanya nini? Kuna miongozo, kuna mipaka na miongozo ambayo mzazi hueleza sababu na kanuni za familia. Lakini pia tunaona kwamba aina ya malezi hii ya uwiano, watoto wana uhuru wa kuongea na kutoa maoni yao. Kwa mtoto anakuwa huru, anaweza kuongea na kutoa maoni yake. Ni tofauti na kule huruhusiwi. Yaani huruhusiwe ni kusikiliza tu. Lakini huku mtoto anakuwa huru, anaweza kuongea, akatoa maoni yake, akamkosoa babake kwamba hapa baba kuna kitu hakijakaa sawa, hapa baba umekosea. Lakini kule kwenye ile familia ya amri na ukali, mtoto akimkosoa baba yake ni fimbo. Yaani ni kosa kubwa sana la jinai. Lakini familia hii, kwa sababu kuna mpaka, kuna mamlaka na kuna upendo, anaweza kumwambia hapa baba umekosea kwa upendo kabisa na furaha, na baba akaitikia. Baba akawa na mwitikio, kwa hiyo mwanangu naomba nisamee. Hata kama wakiwa wamekosana, labda baba ndo amemkosea mtoto. Familia aina ya malezi ya namna hii, baba anaonesha mfano. Anamwambia au mama anamwambia kwamba mwanangu hapa kweli nimekosea, naomba nisamehe. Kwa hiyo watoto wanakuwa wana uhuru wa kuongea na kutoa maoni yao. Labda katika familia mna mpango fulani wa familia, watoto wanaweza kushirikishwa wakatoa maoni na familia ikakaa vizuri na ikaendelea kushikamana. Lakini pia tunaona kwamba aina ya malezi hii watoto hupata kichocheo cha kufikiri. Kwa sababu wazazi wako wanawapa nafasi ya kuongea. Wanajiona wako pati ya maisha yao na wazazi wao. Kwa hiyo wanapata kichocheo cha kufikiri.
wanaweza kufikiri vitu vingi na wakajifunza vitu tofauti na wakavileta nyumbani, vikafanyiwa kazi, kwa sababu wanajua kuna wazazi wanaowasikiliza. Anajua kwamba mama atanisikiliza, baba atanisikiliza. Hata nikiwa na idea fulani ya kutaka kufanya biashara fulani au kufanya jambo fulani, nikienda kumwambia baba au mama idea yangu hii, mama atanisikiliza na wazazi wangu wote watanisikiliza na watanitia moyo. Kwa hiyo watoto hupata vichocheo vya kufikiri. Wanaweza kuwa na uwezo mkubwa pia wa kufikiri vitu vizuri zaidi. Lakini na wanaweza kuwa wanafikiri kwamba wakijua hapa ni kosa, wanajua kwamba hapa amekosea na hapa hajakosea. Lakini pia mahusiano yenye afya. Hii familia inakuwa ina mahusiano yenye afya. Wanakuwa ni watu wenye furaha, watu wenye amani, wanawasiliana vizuri tofauti na kule tulivyoona. Kwa hiyo inakuwa ina mahusiano yenye afya. Lakini pia tunaona kila sheria na adhabu ina sababu. Kwa hiyo wao wana utaratibu kwamba hii aina ya malezi hii, kila sheria ina adhabu kila sheria ina adhabu na ina sababu. Kwa hawawachape watoto wao au hawatoi adhabu kwa watoto wao bila kuambia sababu na kuwaelimisha na kuwafundisha. Tofauti na kule, hakuna huo muda wa kuwaelekeza. Kule ni fimbo na kichapo. Lakini huku tunaona kwamba sheria na adhabu vinakuwa vina sababu. Mwanangu, wewe umekosea, umesema uongo, na neno la Mungu linatukataza tusiseme uongo. Kwa hiyo tunaomba utamuelekeza mtoto wako, utaenda naye, utaomba. Kuna mtu mmoja nimewahi kumsikia anasema kwamba yeye mtoto wake, nimewahi kumuona mtoto wake akikosea, kabla ya kuanza kumchapa na kulalamika, anamuita, anakaa naye, na amekuwa kufanya hivyo na huyo mtoto wake toka akiwa mdogo. Anamfungulia neno la Mungu, watasoma neno la Mungu, wakishafungua neno la Mungu, wakijifunza kulingana na kosa lile alilolifanya, watakubaliana kwa hili jambo umefanya ni sawa mwanangu. Mtoto yeye mwenyewe tunaona kabisa anasemaje, atagundua kwamba kweli amekosea. Kama ni swala la alilomkosea Mungu, atasema kweli nimemkosea Mungu. Kama ni swala alilokosea wazazi au mtu mwingine, atajua kweli fulani nimemkosea na Mungu hapendi. Kwa sababu gani? Umekaa naye, umempa sababu kwa nini atapewa adhabu. Kwa hiyo ile adhabu atakayopewa ataona anastahili kuipata, wala hataona kwamba ameonewa. Kwa hiyo amekuwa akifanya hivyo. Baada ya kuwa ameongea naye, atasema sasa tunafanyaje? Yule atapiga magoti, ataomba toba, ataomba msamaha, na yeye mzazi atamuombea. Lakini baada ya hapo atasema, lakini Biblia inatuambia lazima nikukumbushe kwamba hiki kitu sio kizuri. Mimi kama mzazi nitakuchapa. Atakubaliana fimbo 2, na wakati mwingine atamtuma yeye mwenyewe, nenda katafute fimbo nije nikupe adhabu ambayo kwa sababu umekosea jambo fulani, kwa sababu umesema uongo. Mtoto ataenda kutafuta fimbo, atachapwa. Kama wamekubaliana fimbo 2 au 3 au 1, watapeana hiyo adhabu, wataombeana rehema kwa Mungu, mtoto ataendelea na maisha. Kwa hicho kitu kilimfanya yule mtoto akawa anamwamini baba yake. Akawa anamwamini babake, akaona kwamba kumbe baba, mpaka ukiona amenichapa nimekosea kweli kweli. Kwa huyo mtoto amekuwa akimtetea babake hata mahali popote atakapokuwa, kwamba babako ni mkali, anaambia babangu sio mkali. Babangu anakuwa mkali pale unapokuwa umekosea. Pale utakapokuwa umefanya tofauti, baba yangu lazima ndo atafanya nini? Atakuwa mkali na atakuweza kutoa adhabu, kwa sababu ameona namna ambavyo kwa anazisovu zile changamoto na anavyomuelekeza kwa upendo. Lakini pia tunaona unaweka sheria na kuzisimamia, ila unaweza kubadilisha kukiwa na sababu. Kwa unaweza kuweka sheria, lakini pia hizi sheria zinaweza kubadilika kama kuna sababu. Lakini tunaona kule ile aina ya kwanza ya malezi hakuna kubadilika. Kama ni 1 ni 1, 2 ni 2, lakini huku kunaweza kubadilika kwa kutengana na sababu fulani. Inaweza kubadilika hizi sheria kama zimewekwa.
Lakini pia tunaona kwamba hii aina ya malezi ya uwiano, adhabu hutekelezwa kwa kuadibisha na sio kwa kutuliza hasira za wazazi. Kwa hiyo unakuta sio kwa sababu mzazi umepata hasira, una hasira sasa unataka kushusha hasira zako ndio utoe adhabu. Hapana. Hii aina ya malezi ya aina hii, unakuwa una utulivu, umetulia, ndio unachukua hiyo nafasi sasa unasema kwamba mimi namchapa mtoto sio kwa ajili ya kujituliza wewe binafsi. Hapana. Hasira zako, hapana. Au jinsi ambavyo umekwazika au unaumia, una uchungu, hapana. Utatumia hiyo nafasi kumadhibisha mtoto kwa kumsaidia. Wazazi wengine unakuta wamekosana, baba na mama wamekosana. Kwa hiyo mtoto amekuja hapa amefanya kitu kidogo, basi yule mama anaamua kutumia hasira kwa sababu kwamba babako kanifanyia jambo fulani, au labda wanawake ambao wanaachwa na waume zao au wamewahi kunyanyaswa. Au unakuta anamzaa mtoto ambaye amefanana kweli na yule baba ambaye amewahi kumnyanyasa, amewahi kumtesa. Kwa kila atakapokuwa anamuona yule mtoto anamkumbuka yule baba ambaye amezaa naye au mume wake aliyezaa naye. Anakumbuka ule ubaya wake, anamwangalia mtoto, afu anaanza kufanya nini? Unakuta anamtesa, anamuonea, anampiga. Na nimewahi kusikia hicho kisa cha aina hiyo kwamba kuna kijana amekuwa akinyanyasika na mama yake. Amenyanyasika na mama yake kwa sababu amefanana sana na baba yake. Kwa wakati naelezewa hiyo story nikamuuliza, je, huyo kijana amefanana na baba yake? Nikaambiwa kweli amefanana sana na babake, kopi kabisa na babake. Nikasema ndio maana. Kwa hiyo mama kiona anaona kwamba nini? Ni yule bwana ambaye mimi aliwahi kunitesa. Kumbe mtoto hana hatia yoyote. Kwa hiyo mpaka amekuwa kijana mkubwa hajawahi kuona furaha wala amani yoyote. Ni mateso, mama na hasira, ni kumgombeza. Kwa hiyo kijana akaamua kuondoka mazingira ya nyumbani. Akaamua kuenda kujitegemea kwa sababu haoni, yani yeye akikosea jambo ni adhabu. Mama anajituliza hasira zake za yule baba ambaye kule amemtesa. Unaona watoto ambao wanapitia changamoto kupitia wazazi. Mungu atusaidie kwenye ile eneo tunapokuwa tunatafuta wenza. Tunahitaji kuwa na mahusiano mazuri ili Mungu atupe mahusiano, atupe watu wenza wema ili tusiendelee kuharibu vizazi na vizazi na vizazi. Fikiria sasa kijana kama huyo ameenda na yeye kwa na mme na mke wake. Unatarajia atamtreat vipi? Hata mtreat vizuri. Hajawahi kuona upendo wowote. Yule baba mwenyewe kwanza hajawahi hata kuiona sura yake. Mama yake tu anamwambia wewe umefanana na baba yako. Yaani nikikuona sijui na yani ni hivyo. Kwa sasa huyu baba kama huyu sitarajia atakuwa baba mwenye upendo kwa watoto wake au pia hata kwa mke wake. Kwa hiyo hekima ya kupata wenza ambao wanatoka kwa Mungu. Mungu awape hekima ambao bado hawana familia. Awape hekima kuchagua wenza wema ili tuwe na vizazi bora. Na tutaenda kuona matokeo sasa ya hizi aina ya malezi ya uwiano. Kitu cha kwanza tunaona watoto walio na hali ya kujitambua na kujikubali. Watoto waliotoka bwana kwenye hii familia wana hali ya kujitambua na kujikubali kwa sababu ya vile namna mfumo wa familia ulivyokuwa. Taasisi ya familia yao walio baba na mama walioweka hao watoto, jamani, wa design hii wanakuwa ni watoto wanaojitambua na wanakujikubali. Kumbuka kule nyumbani kuna sheria, kuna mamlaka, tumeona kwamba watoto kuna mamlaka, kuna mipaka na mwitikio na upendo. Kwa hiyo wanajua mipaka, wanajua upendo, wanajua namna ya kuitikia vitu mbalimbali kutoka kwa wenzao. Lakini tunaona pia wanakuwa wana mamlaka, mipaka, mwitikio na upendo. Hasa watoto kama hao unakuta wana hali ya kujiamini, wanajitambua, wanajikubali. Wazazi wamewaaminisha, wanawafundisha, wanatia moyo, wanashirikiana nao kufanya vile, kuwasaidia, kuwasupport kufika mahali fulani. Wanapokosea wanajua hapo nimekosea na ninachapwa, wanaelewa. Kwa watoto wanakuwa wanajitambua na wanajikubali. Lakini aina ya watoto hawa ni watoto wanaofundishwa matokeo. Mtoto anafundishwa matokeo. Kwa hiyo ni matokeo yake kwamba mtoto anafundishwa matokeo kwamba kitu kabla kijafanyika
jambo lolote likiwa anaambiwa matokeo yake yanakuwa vipi baadaye akifanya hiki. Kwa mtoto anafundishwa matokeo ya athari atakao kukutana naye kwa jambo fulani ambalo atakuwa amelitenda. Lakini pia tunaona kwamba mtoto anajengwa katika masomo ya maisha. Mtoto anajengwa katika masomo ya maisha. Kwa yale mazingira ya nyumbani, vile namna ambavyo wanaishi kwa uwiano na kwa wanavyoishi kwa uwiano na wazazi wao, tunaona kwamba masomo katika maisha yao, wanajifunza masomo ya maisha. Watajifunza namna ya kuishi na wenzao vizuri, namna ya kufanya kazi vizuri, namna ya kujielezea, na vitu mbalimbali. Lakini pia watoto wanakuwa wenye furaha na kufanikiwa. Jamani, familia ambayo inaishi kwenye aina ya familia yenye uwiano, wanakuwa ni watoto wenye furaha na kufanikiwa. Wewe kama ni mzazi ambao unaishi kwenye, utaona watoto wako, au kama wewe ni jirani unaweza ukafuatilia ukaona familia zinazoishi kwa namna hiyo, utaona watoto wenye furaha, watoto waliochangamka. Hata kwenye mafanikio, baraka za wazazi ni nyingi, mioyo yao iko vizuri na furaha, wanafanya vitu kwa mafanikio kwa sababu wanakuwa wanajiamini, wanajikubali, Kwa hiyo hayo ni matokeo. Lakini pia watoto wenye furaha wanakuwa wana stadi za kufanya maamuzi na kutathmini hali halisi wakiwa wenyewe, kwa sababu wameshafundishwa kule mamlaka. Wamefundishwa kuwa na mwitikio, upendo. Wamefundishwa nini? Wamefundishwa kule, wanaona mipaka ipo kule. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya nini? Wanakuwa wana stadi za kufanya maamuzi, kutathmini hali halisi wakiwa wenyewe. Wanaweza kujitegemea hao watoto kwa sababu kuna namna ambavyo wamelelewa pale nyumbani. Kuna kanuni na sheria, wanashirikiana, wana uhuru wa kuongea, wana uhuru wa kuchangia, wana uhuru wa kutoa mawazo ya familia. Kwa hiyo kama mtoto anaweza kushirikiana na wazazi wake kutoa mawazo ya kifamilia, huyu mtoto atakiwa kwake mwenyewe anakumbuka vile ambavyo walikuwa wanafanya na wazazi wake, na yeye anaenda kuapply kwenye maisha. Kwa hiyo tunaona pia aina ya malezi hii, matokeo yake wakikuwa wanadhihirisha kuwa watu wenye kuwajibika na wana uhuru wa kutoa mawazo yao. Wanakuwa wanajua wanatakiwa kuwajibika na wana uhuru wa kutoa mawazo yao. Kwa sababu ya nini? Ya ile nature ya familia ambapo wazazi wamewalea. Lakini pia tunaona watoto wa aina hii wanaona wazazi wao kuwa watu wenye msimamo, japo wana upendo. Kwa wanaona kwamba wazazi wetu wana msimamo lakini wana upendo. Kwa hawatachukia zile adhabu ambazo wanakuwa wanapewa, lakini wanaona upendo ndani yao. Lakini pia tunaona wanapokea matokeo ya kukosea. Watoto kama wanapokea matokeo kukosea kwa sababu wamekuwa wanaelekezwa, wanaambiwa makosa yao, wanafundishwa kwa upendo. Hata kama si mazuri, wanayapokea. Akiadhibiwa anarudi nyumbani na sio kukimbia nyumbani. Unaweza kujiuliza katika malezi yako, wewe kama wewe, uliza maswali kwa watoto wako. Unakemea uovu, malezi yako yamekaaje? Kwa usimshambulie mtoto. Kemea uovu sio kwa kumshambulia mtoto au kijana. Kemea na ukiadhibisha kwa msimamo na kwa upendo. Zuia hasira na hisia kali. Zuia hasira na hisia kali. Tukasema maombi yatakusaidia wewe kuzuia hasira na hisia kali pale unapokuta umekosewa, mtoto amefanya vibaya. Usishindane na mtoto. Wewe una mamlaka, wewe ni mzazi. Kwa nini utumie nguvu nyingi? Tulia, muite mtoto wako kwa upendo, kaa naye, mwelekeze na ajue kosa lake. Unakuta unalea kizazi ambacho kina utulivu. Mtoto aliyelelewa kwenye mazingira yake, hata akienda kwenye familia yake, atakuwa ni mtoto jasiri, atajali familia yake, atakuwa na mafanikio, atakuwa mtu mwenye furaha, atakuwa mtu mwenye upendo, atakuwa mtu mwenye msimamo ambao anaweza kuongoza familia yake au taasisi yoyote. Anaweza kuanzisha vitu vikubwa kwa sababu ya nini? Ya uhuru na namna ambavyo wamekuwa akielekezwa na namna ambavyo wanaweza kujielezea na kupata nafasi
Na pia mtoto kama huyo ataweza anaweza kuwachukulia watu wengine, kwa sababu atakuwa anakumbuka familia yake ilivyokuwa mchukulia, baba na mama walivyokuwa wanamchukulia. Kwa hiyo atakiwa bosi wa kampuni fulani, anaweza kuwaelewa wafanyakazi na akawachukulia vile walivyo. Kwa aina ya malezi inaonekana kama ni ngumu, lakini ni aina ya malezi ambayo ni nzuri sana. Asante sana wewe ambao unaendelea kufuatilia kipindi hiki, ninakukaribisha tena na tena. Somo letu inaendelea kila siku, ni mfululizo, na tutaenda kuona aina nyingine ya malezi tutakapopata kipindi kingine cha siku ya Jumanne. Amen.